Nadhani tuanze angalau maneno mawili matatu kutoka kwa naam Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam. Pole kwa majukumu, lakini pia hongera kwa kazi ya Allah ambayo unaitumikia mpaka sasa. Wajibu wetu kabisa kutumikia. Naam Sheikh, umezungumza mengi sana. Wa Tanzania na waliokuwa nje ya Tanzania wamepata kukufahamu kwa uzuri ambao wanatumia lugha ya Kiswahili. Lakini kuna nukta muhimu umezungumza, ingawa hukuzizungumza dhahiri, kuhusiana na vijana. Kwa uchache, namna unavyotutazama vijana sisi wa sasa, unadhani kwamba tunafuata misingi ya Mtume kama ambavyo walivyokuwa wao? La, vijana wana kabilia ya kufata misingi ya Bwana Mtume, isipokuwa wazee inawabidi wafanye juhudi ya kuwamiminia. Sisi tumerithi na wao tuwarithishe, ingawa neno hili zuri huwa linasema katika minasaba sio mizuri, lakini munasaba wake hasa ni dini. Tumerithi dini kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa wazee wetu, na sisi tufanye kila linalowezekana kuwarithisha vijana wetu. Na wale vijana wanaozungumzwa katika sura al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, hawakuamini hivi bila kufundishwa nini Mungu, nini mtume, nini imani. Wamefundishwa na Mungu akaleta taufiki, wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Kwa hiyo hilo ni jukumu la wazee kabla hawajafa, kuwafundisha vijana wao, alafu vijana wasimame katika utekelezaji, kwa sababu wao ndio nishati mbadala ambayo sasa badala ya wazee wao. Kwa neno lako la mwisho kwa sisi vijana, maana umezungumza kwenu nyinyi namna ya kutulea, lakini kwa sisi vijana sasa ujumbe wako nini? Lakini kwa namna ambavyo unavyotutazama, unadhani ile ambayo tuna uwezo kweli wa kuibadili jamii kupitia akhlaki ambazo tuko nazo? Ujumbe wangu kwa vijana, waisome dini alafu na waifahamu. Kimetokea kitu katika miaka ya 80, watu wamesoma dini, hawakwenda mbele kufahamu dini. Matokeo yake wamekuja wamefanya da'wa hiyo imesababisha mparaganyiko, kwa sababu falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fi din. No, Mungu anasema liyatafaqahu fi din, wafahamu dini. Kwa hiyo soma ufahamu, usisome ukachukua tu hivi bila ya kufahamu. Qur'ani inasema pia kwamba waqul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kwa hiyo suala ni fahamu. Kilicho haribu ni kusoma tu bila ya kufahamu, na hiyo ni uwanja wake ni mpana na unahitaji maelekezo vizuri ili uweze kusoma na kufahamu. Lakini kwa ufupi, Imam Shafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah amefundisha namna gani ya kufahamu kupitia kitabu chake kinaitwa Ar-Risala. Amekiandika hicho ambacho kinaitwa kitabu cha usul al-fiqh, lakini ni usul al-fahm wa tafkir. Kama hukusoma hicho utakuwa shekhe katika kuitwa, kama anavyoitwa dereva wa daladala bodaboda akivaa kofia anaitwa naye ustadhi, anaitwa shekhe. Lakini je, ufahamu wa dini anao? Anaijua Ar-Risala ya Imam Shafi'i? Hana habari nayo. Waulize mashekhe wengi wanayo habari ya Ar-Risala, wameitali au wametaliishwa mara ngapi? Kwa sababu ndio kitabu pekee kinachofundisha namna gani unafikiri, namna gani unafahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukikosa hicho, njoo katika kitabu Al-Qistas Al-Mustaqim. Naona Al-Qistas Al-Mustaqim cha Imam Al-Ghazali, hicho kinafahamisha namna gani unafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kama hukusoma hicho utaufikisha ovyo ovyo, na matokeo kwa sababu Mungu amesema ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana wajadilhum billati hi ahsan. Lingania watu waje katika dini ya Mola wako kwa hikma. Kuna watu uzungumze nao kwa hikma, sio watu wote uzungumze nao kwa nani, walmau'izati alhasana. Kuna watu wengine wanakungojea uwape mawaidha tu, naona mazuri, lakini hasan.
na kuna wengine huwezi ukawafikia mpaka ujue namna ya kujadiliana nao. Wajadilhum billati hiya ahsan. Vitu vitatu, mizani hiyo ambayo ameiweka Mwenyezi Mungu na ameifafanua vizuri Imamu al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi ameifafanua vizuri. Kama kitabu hicho huna habari nacho, hakiko mkononi mwako, hakiko katika maktaba yako, tabu sana kufanya da'wa na ikafanikiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.